Tukio hilo limetokea usiku wa manane ambapo udongo ulioporomoka kutoka katika milima ya Rukumburu na kuifunika barabara hiyo muhimu kwa usafirishaji wa abiria na mizigo kwa ukanda wa nyanda za juu kusini, hali iliyosababishwa na mvua zinazoendelea kunyesha hivi sasa. Eneo hili tulipo yalitokea madongo kuanguka kwa maana ya landslides ambayo yalianguka. Hayo madongo baada ya kuanguka yalifunga barabara hii ya kutoka Njombe kwenda Ruvuma kwa maana ya Songea, na hivyo kulikuwa na shida ya magari kutopitika kwa masaa kadhaa. Aidha, wakala wa barabara TANROADS mkoani hapa umewasisitiza madereva wanaotumia barabara hiyo, wakati jitihada za serikali zikiendelea kuchukuliwa kuhakikisha barabara ya Makambako hadi Songea inafanyiwa matengenezo makubwa kutokana na mashimo yaliyopo. Barabara hivi sasa imefunguka, kwa hiyo wasiwe na hofu, barabara inapitika kwa upana mzima wa barabara. Eneo hili tulipo, sababu sasa hivi bado tunaendelea mashimo yaliyopo barabarani, tunaendelea kuyafanyia kazi, kuyaziba. Wawe makini wanapopita barabarani ili kuepusha ajali ambazo zisizokuwa za lazima. Wakati jitihada za wakala wa barabara TANROADS mkoani Njombe zikijiri, kituo hiki kimefika katika eneo la milima ya Rukumburu na kuzungumza na baadhi ya madereva kufuatia kutokea kwa tukio la mlima kuporomoka na kuziba barabara, na hapa wanapaza sauti zao kwa serikali. Tunawahi biashara zetu kwenda kuzipeleka sehemu husika, tunakuja tunaona matukio kama haya. Kwa hiyo tunaomba serikali tusaidie, itengenezwe. Udongo unadondoka kila mara, ni hatari kwa wananchi. Barabara inaingiza vyanzo vya mapato vingi sana, makaa ya mawe, kupeleka simenti, abiria, nini. Lakini tunachoomba mimi serikali waangalie kwanza hii barabara. Yaani kwa nini kutoka pale Makambako kwenda Mbeya unaenda vizuri? Nikiripoti kutoka katika kijiji cha Igawisenga kilichoko wilaya ya Songea mkoani Ruvuma, ni mimi Alpesi Mtucha, YTV.